Kwa nini watu wengi wanafanya kazi sana lakini bado ni maskini? Kuna swali moja ambalo watu wengi wanaogopa kulijibu kwa ukweli. Inawezekana mtu kufanya kazi maisha yake yote lakini bado asibadilishe maisha yake? Ukiangalia dunia ya leo, utaona kitu cha ajabu sana. Kuna watu wanaamka saa 10 alfajiri, wanafanya kazi mpaka usiku, wana juhudi, wana nidhamu, lakini bado maisha yao hayapandi sana. Lakini pia kuna watu wachache wanaonekana kufanya kazi kidogo sana, lakini pesa zao zinaongezeka kila mwaka. Swali ni hili: ni nini kinatokea hapa? Je, ni bahati? Au kuna kitu watu wengi hawakielewi kuhusu pesa? Ukweli ni huu. Kuna makosa machache ya kifikra ambayo yanawafanya watu wengi wafanye kazi maisha yao yote, lakini wasijenge utajiri. Leo tutaangalia makosa hayo. 1. Watu wengi wanafanya kazi kwa ajili ya pesa badala ya pesa kuwafanyia kazi. Hili ndilo kosa kubwa zaidi. Tangu tukiwa wadogo tunafundishwa kitu kimoja: soma sana ili upate kazi nzuri. Hakuna anayefundisha jinsi pesa zinavyoweza kufanya kazi bila wewe kuwepo. Hii ndiyo tofauti kubwa kati ya tajiri na maskini. Maskini anauza muda wake ili apate pesa. Tajiri anatumia pesa ili kuzalisha pesa zaidi. Ndiyo maana mtu anaweza kufanya kazi miaka 30 lakini bado anaishi mshahara hadi mshahara. Kwa sababu mfumo wake wote umejengwa kwenye kuuza muda. Lakini muda una kikomo. 2. Watu wengi wanatumia pesa kuonekana wana mafanikio. Saikolojia ya binadamu inapenda kuonekana. Ndiyo maana watu wananunua vitu vya gharama kubwa ambavyo hata hawavihitaji. Simu mpya kila mwaka, nguo za bei kubwa, maisha ya kuonekana vizuri kwenye mitandao. Lakini kuna kitu hatari kinatokea kimya kimya. Wanatumia pesa zote wanazopata badala ya kuzizalisha. Watu wanaonekana matajiri nje, lakini ndani hawana uhuru wa kifedha. Utajiri wa kweli hauonekani sana, unaonekana baadaye. 3. Watu wengi wanaogopa kuchukua hatari. Akili ya mwanadamu imeumbwa kupenda usalama. Ndiyo maana watu wengi wanachagua maisha ya uhakika hata kama yana mipaka. Kazi yenye mshahara mdogo lakini salama, badala ya kujaribu kitu kikubwa kinachoweza kubadilisha maisha yao. Tatizo ni kwamba usalama mara nyingi huua ukuaji. Hakuna mafanikio makubwa bila kiwango fulani cha hatari. Kila mtu unayemwona ameenda mbali alilazimika kuvuka hofu yake. 4. Watu wengi wanadharau nguvu ya muda. Kuna nguvu moja kubwa sana kwenye pesa ambayo watu wengi hawaielewi: compound effect. Hii ina maana kwamba maendeleo madogo madogo yakifanywa kwa muda mrefu yanakuwa makubwa sana. Tatizo ni kwamba watu wengi wanataka matokeo ya haraka. Wanataka utajiri wa ghafla. Wanataka maisha ya kubadilika ndani ya miezi michache. Lakini ukweli ni huu: utajiri wa kweli mara nyingi hujengwa pole pole sana mpaka ghafla unaonekana mkubwa. 5. Watu wengi wanazunguka na watu wasio na maono. Mazingira yana nguvu sana. Ukikaa na watu wanaolalamika kila siku, utaanza kulalamika. Ukikaa na watu wanaoona kila kitu ni kigumu, utaanza kuona kila kitu ni kigumu. Lakini ukikaa na watu wanaofikiria uwekezaji, biashara na mafanikio, akili yako inaanza kufunguka. Ndiyo maana watu waliofanikiwa mara nyingi wanachagua sana watu wanaokaa nao, kwa sababu wanajua fikra zinaambukiza. 6. Watu wengi hawajifunzi kuhusu pesa. Kuna kitu cha kushangaza sana. Watu hutumia miaka mingi kusoma ili wapate pesa, lakini hawatumii hata muda mdogo kujifunza jinsi pesa zinavyofanya kazi. Hawajifunzi uwekezaji, hawajifunzi biashara, hawajifunzi jinsi ya kufanya pesa izalishe pesa. Matokeo yake ni kwamba wanabaki kufanya kazi kwa pesa maisha yao yote. Ukweli ni huu: tatizo la watu wengi si kwamba hawafanyi kazi. Tatizo ni kwamba wanafanya kazi ndani ya mfumo usiowapeleka kwenye utajiri.
na mara nyingi hawalioni hilo mpaka miaka mingi inapita. Lakini habari njema ni hii: ukibadilisha namna unavyofikiria kuhusu pesa, unaweza kubadilisha mwelekeo wa maisha yako. Anza kujifunza, anza kuwekeza, anza kufikiria muda mrefu, kwa sababu maisha yako ya kifedha yanaanza kubadilika pale akili yako inapobadilika. Sasa, nataka uniambie kitu kimoja kwenye comments. Unafikiri sababu kubwa inayofanya watu wengi wabaki maskini ni nini? Ni mfumo wa elimu? Ni serikali? Au ni namna watu wanavyofikiria kuhusu pesa? Andika maoni yako kwenye comments.